Ningependa kutumia nafasi hii kuwapongeza sana wahitimu ambao tunawakabidhi shahada zao leo. Hongereni sana kwa kazi kubwa ambayo mmefanya na mnastahili sifa. Mkuu wa chuo ameshaeleza kwa kirefu juu ya taarifa ya chuo chetu na hakuna haja ya kurudia yale ambayo ameyasema. Nachoweza kusema kwa wahitimu ni kwamba unapopata elimu ya juu katika vyuo vikuu au katika vyuo vyenye elimu ya juu, unapewa nadharia nyingi sana, unasomeshwa mambo mengi. Unapokwenda kwenye dunia halisi nje ya chuo, maana la chuoni hapa nayo ni dunia, lakini ukienda nje ya dunia ya chuo utakuta mambo mengi zaidi kuliko uliosoma. Hiyo ndio inaitwa hali halisi. Waingereza wanaita real world, yani dunia halisi. Ukienda kule sasa unakuwa kama samaki ambaye aliondolewa majini hapa akarudishwa. Sasa akienda kule yeye anaogelea kwa staili zote zitakazowezekana. Kwa hiyo ukienda kule, kazi yako sio kutembea na kitabu ulichosoma nacho hapa halafu kikusaidie kukupa majibu. Ukifanya hivyo utakuwa hujaelimika. Aliyeelimika ni yule ambaye anakumbuka, anatumia maarifa aliyoyapata kushughulika na mazingira aliyoyakuta, kwa sababu sio kila kitu ulichosoma utakikuta. Kuna mambo mengine nasema kwa nini nilisoma sijalikuta. Yako mambo ambayo ukifika tu kwenye mazingira fulani elimu yako inarudi na kwambia hili nilisoma na hili linawezekana hapa. Unatumia maarifa uliyoyapata kushughulika na mazingira halisi pale ulipoyakuta. Na yasema haya kwa sababu ya historia. Tunaelekea miaka 60 sasa tangu tumejitawala. Huko nyuma ilipokuwa tunajitawala miaka 60 iliyopita, hatukuwa na wasomi wengi, hatukuwa na vyuo vikuu vingi, hatukuwa na chuo kikuu kabisa. Kwa sababu hata chuo kikuu cha Dar es Salaam kilianzishwa baada ya kivukoni. Juzi nilikuwa pale na wao wanajua kwamba wao walikuwa sehemu ya chuo kikuu cha Afrika Mashariki na baadaye ndio wakawa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Hatukuwa na chuo kikuu kabisa katika Tanzania. Na kwa hiyo hatukuwa na wasomi wengi. Tunaambiwa tulikuwa na wahandisi wawili wakati tunajitawala na madaktari wachache sana, na wanasheria mawakili nao walikuwa wawili. Miaka mingi ya ukoloni, mawakili wawili, wahandisi wawili. Mwalimu peke yake ndiye alikuwa msomi wa shahada ya pili ya masters. Katika mazingira hayo nchi ilikuwa lazima iendeshwe. Kwa hiyo kivukoni ikaanzishwa ili wape viongozi wetu na wanachama na wa wakati ule uelewa wa namna ya kwenda kuiendesha Tanganyika. Na baada ya hapo Mwalimu alianzisha kitu anaita elimu bila malipo, kutoka shule ya msingi mpaka chuo kikuu. Wako watu wanauliza iliwezekanaje na kwa sababu gani? Sababu zake zilikuwa rahisi. Hatukuwa na watu, ilikuwa lazima tusomeshe watu wachache wachukue madaraka. Na ukitaka kuwasomesha alafu wawe ni Watanzania wote wa kutoka sehemu zote katika kujenga nchi moja. Na katika historia yetu tulikuwa na maeneo ambayo wazungu waliyapenda, hasa yale yaliyoinuka. Kwa hiyo kama ungelienda tu kwa kutumia watu waliokuwa wamepata elimu ya awali, ungeliwasomesha watu wachache na watu wengine wa Tanzania wasingepata popote. Kama ungesema elimu ya chuo kikuu yote ilipiwe na kila anayeipata,
kuna watu katika sehemu fulani za Tanzania wasingesoma mpaka leo. Kwa hiyo uamuzi ule wa kuwapa elimu ulikuwa na shabaha mbili. Moja ni kuhakikisha watu wote wenye uwezo wa kwenda chuo kikuu wanafika na wanasoma, lakini vile vile kupata wataalamu. Hiyo ndio ilikuwa shabaha. Sasa leo tuna vyuo vikuu 50 kabisa, yani 5-0, kutoka 0 mpaka 50. Vijana wanaotoka kwenye vyuo vikuu kwa mwaka ni lakhs. Uchumi hauwezi kuwachukua wote kwa maana ya ajira. Kwa hiyo elimu yetu lazima ilenge katika kuwafanya wao hao wanaohitimu waende watazame mazingira na watazame fursa zilizopo, ili wachukue hatua za kuwawezesha kutumia elimu yao ya kujiajiri wenyewe na kuajiri wenzao. Hapo ndipo tulipo kwa sasa. Kwa hiyo naambia jamani,